Na kama Allah subhanahu wa ta'ala amekuwafikisha ukaingia katika usiku huu, yani ukawa unafanya ibada na ukahisi kwamba pengine huu ni usiku mtukufu, basi kitu kikubwa zaidi cha kukithirisha ni ad-du'a, kuomba dua, hasa dua ya msamaha. Kuna watu wanadhana ya kwamba usiku huo wa Lailatul Qadr, ile Lailatul Qadr maana yake ni usiku ambao linapita jinyota kubwa, nyota ya jaha. Ukiliona hilo basi ushatajirika, utaomba unachokitaka. Katika Uislamu hakuna nyota ya jaha, na kumfahamu hivyo. Hizo ni kauli za ujinga, kwa kuwa watu wengi wa kusoma hawajui kitu katika dini, au wale wanaodhaniwa kwamba wana elimu kumbe hawajui, wazungumza vitu ambavyo havipo kabisa katika dini. Haikutajwa kwenye Qur'ani wala katika Sunna kwamba kuna kitu chaitwa nyota ya jaha. Kwa hiyo ukiiona hiyo, ukiomba mimi nataka mali, utapata mali. Utakachokitaja ndicho utakachokipata kwa wingi. Au fulani amekuwa tajiri, ametajirika, yule aliona nyota ya jaha yule. Yale ni maneno ya uongo, zile ni ngano tu. Usiku wenye cheo hiyo Lailatul Qadr ni usiku ambao tanazzalu almalaikatu waruhu fiha, malaika huwa wanateremka. Allah anawajaza malaika kutoka mbinguni, wanajaa katika ardhi wakiwapa nguvu na wakiwashangilia na kushirikiana na waumini wenye kufanya ibada. Tanazzalu almalaika, malaika wanashuka, waruhu, na Jibrili pia ashuka siku hiyo, anateremka katika usiku huo akiwatia nguvu waumini, wakiwaombea waumini wakubaliwa amali zao, wasamehewe madhambi yao. Na usiku huo ni usiku mtulivu wenye amani. Salamun hiya hatta matla'il fajr, ni amani tupu mpaka kuchomoza alfajiri. Kwa malaika wanashuka, Allah anawateremsha kwa wingi. Siku zote malaika wanashuka, wanapishana. Kila siku malaika wanateremka. Lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah. Malaika wanateremka kila siku, na kila wakati mwanadamu anaandamwa na malaika, lakini hawa ni malaika maalum kwa ajili ya usiku huu tu, na ni kundi kubwa likiongozwa na Jibril alayhi salatu wassalam. Waruhu, ruhu ni Jibril alayhi salatu wassalam.